Daraja la Kigongo Busisi ni moja ya miradi mikubwa ya miundombinu inayojengwa Tanzania hivi sasa na linatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika usafiri na uchumi wa kanda ya Ziwa Victoria. Daraja hili lenye urefu wa kilomita 3.2 linapita juu ya Ziwa Victoria na kuunganisha maeneo ya Kigongo katika mkoa wa Geita na Busisi katika mkoa wa Mwanza. Matarajio ya daraja la Kigongo Busisi linatarajiwa kupunguza muda usafiri katika maeneo hayo kutoka dakika 35 hadi dakika 4. Hali hii itahakikisha usafiri wa watu na bidhaa na hivyo kuongezeka ufanisi wa biashara na shughuli za kiuchumi. Zaidi ya hayo, daraja hili litapunguza gharama za usafiri na hatari za usafiri wa mto kwa kutumia feri. Ujenzi wa daraja hili utasaidia kukuza uchumi wa kanda ya Ziwa Victoria kwa kuwezesha usafiri wa haraka na rahisi wa bidhaa kama vile samaki, mazao ya kilimo na biashara za viwandani. Hii itaongeza mapato kwa wakulima na wafanyabiashara na kuchochea maendeleo ya viwanda na masoko mapya. Pia, daraja hili linahamasisha uwekezaji katika maeneo ya Kigongo na Busisi na linaweza kuleta fursa za kazi kwa wananchi wa maeneo hayo. Kwa upande wa kijamii, itarahisisha upatikanaji wa huduma muhimu kama afya, elimu na huduma za umma kwa kupunguza umbali na muda wa kusafiri. Ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi umekuwa na changamoto kadhaa ikiwemo mazingira magumu ya ujenzi, ufadhili wa mradi na masuala ya kiusimamizi wa mradi. Hata hivyo, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na serikali ya mitaa imeweka mkazo mkubwa kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa. Daraja hili linatajwa kufunguliwa rasmi tarehe 19 Juni 2025, tukio litakalohudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Daraja la Kigongo Busisi ni mfano wa maendeleo ya kiteknolojia na juhudi za serikali ya Tanzania katika kuboresha miundombinu ya usafiri. Mafanikio ya mradi huu yataimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya mikoa ya Geita na Mwanza, kukuza uchumi wa kanda na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Ulikuwa nami Abubakar bin Hussein, mpaka wakati mwingine tena.